Ripoti ya uchunguzi iliyotolewa jana na shirika la Global Witness inaonyesha kuwa kampuni ya Traxys ya Luxembourg ilinunua madini ya coltan ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayochimbwa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 na kusafirishwa kinyume cha sheria nchini Rwanda. Zaidi anasimulia Bakari Ubena. Kulingana na taarifa zilizokusanywa na shirika hilo la Global Witness, kampuni ya Traxys ilinunua mwaka jana tani zipatazo 280 za coltan kutoka Rwanda, madini ambayo hutumiwa katika utengenezaji wa simu za mkononi na betri za magari ya umeme. Hayo ni kulingana na uchunguzi wa takwimu za forodha na ushuhuda uliotolewa na wasafirishaji haramu wa madini ambao umebaini kuwa sehemu kubwa ya madini hayo ya coltan yalichimbwa katika maeneo yenye migogoro mashariki mwa Kongo, ambapo kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda linaendesha shughuli zake. Kundi hilo la waasi ambalo linadhibiti maeneo kunakochimbwa madini mbalimbali huko Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC linaonekana kufaidika kutokana na unyonyaji wa rasilimali hizo kufadhili operesheni zake za kijeshi. DW ilizungumza na Alex Kopp, mtafiti katika shirika hilo la Global Witness, aliyefafanua ni namna gani biashara hiyo hufanyika. Tuliweza kuzungumza na mmoja wa wafanyabiashara ambaye alituthibitishia kuwa kampuni ya African Panther ya Rwanda hununua madini ya coltan huko Rubaya na kisha kuyauza kwa kampuni ya Traxys. Madini hayo ni kutoka migodi ya Rubaya ambayo inakaliwa na waasi wa M23 tangu Aprili mwaka jana. Kopp ameongeza kuwa migodi ya Rubaya ni miongoni mwa migodi mikubwa zaidi ya coltan duniani, ambapo Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa karibu 15% ya coltan inayozalishwa kote ulimwenguni hutoka kwenye migodi hiyo. Hata hivyo, kampuni ya Traxys imekanusha uhusiano wowote na hata ufadhili kwa kundi la M23 na kukana madai kwamba madini hayo ya coltan yametoka maeneo yenye migogoro nchini Kongo. Lakini kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa lilichapisha ripoti inayothibitisha ukaliaji wa M23 katika migodi hiyo ya Rubaya na kwamba wachimbaji na wafanyabiashara hutakiwa kulipa ushuru kwa M23. Ripoti hiyo inaendelea kuwa M23 husafirisha hadi nchini Rwanda takriban tani 120 za coltan kwa mwezi, na ushuru unaotozwa kwa uzalishaji huo huipatia mapato yanayokadiriwa kufikia dola za Kimarekani 800,000 kwa mwezi, na hivyo kuifanya migodi hiyo kuwa sehemu kubwa ya mapato kwa kundi hilo la waasi. Ripoti ya Bakari Ubena. Wakereketwa na wasomi wa lugha ya Kiswahili Afrika Mashariki wamewahimiza viongozi barani Afrika kutekeleza nia zao za kueneza lugha hiyo kwa kuwekeza na kuwahamasisha raia wao kukumbatia Kiswahili kama kiunganisho cha uzalendo barani humo. Wito huu umetolewa kwenye kongamano la siku 3 lililofanyika mjini Kampala nchini Uganda, lengo likiwa ni kujadili jinsi serikali hasa za Afrika Mashariki zinavyoweza kuwa mfano kwa nyingine katika kukuza lugha ya Kiswahili. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametutumia ripoti ifuatayo. Hili ni kundi la wafuasi wa chama tawala cha NRM nchini Uganda, wakiimba nyimbo kama ushahidi wa kukuza umilisi wao katika lugha ya Kiswahili. Hii imekuwa kwenye kongamano ambalo limelenga kutoa hima na hamasa kwa viongozi wa Afrika kuwekeza zaidi katika kueneza matumizi ya Kiswahili, si tu kwenye ngazi za shule na taasisi za elimu, lakini pia katika maisha ya kila siku ya raia wao. Miongoni mwa washiriki alikuwa Profesa PLO Lumumba kutoka Kenya, ambaye ni mwanaharakati maarufu wa uzalendo wa Afrika. Mbinu na njia mojawapo ya kumtawala mtu au kutawala watu ni kutumia chombo cha lugha. Kwa hivyo katika kongamano hili tunajihamasisha na tunaeleza ya kwamba Kiswahili lazima kipewe kipaumbele kama lingua franca ya bara la Afrika. Wawasilishaji mbalimbali hasa kutoka mataifa ya Kenya na Tanzania wametoa angalizo kuwa mataifa yao ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ndio yanastahili kuwa mfano kwa mengine barani Afrika katika kukifanya Kiswahili kuwa chombo kikuu cha mawasiliano na jukwaa la kuendelea kuonyesha kuwa Afrika yaweza kujenga mshikamano miongoni mwa watu wake, wasibaguane kwa misingi ya kikabila, utaifa au tabaka. Profesa Aldin Mutembei, ambaye ni mgoda wa kigoda cha Mwalimu Julius Nyerere katika Kiswahili, amewataka viongozi wa Afrika kuwa na nia na kusudi za kutekeleza sera kuhusu lugha ya Kiswahili. Lazima viongozi wawe na utashi, lazima viongozi wawe na dira, lazima viongozi wawe na maono
Tanzania amemwona Mama Samia Suluhu Hassan amesema kwamba lugha ya Kiswahili itakuwa ni lugha ya bidhaa. Wawasilishaji wametoa mifano kadhaa ya kuigwa kutoka kwa viongozi ambao wamechukua hatua za kukuza Kiswahili. Profesa Lumumba amewataka walio na mashaka wafahamu kwamba lugha ya Kiswahili inaweza kuwa chombo muhimu cha kuleta siasa za umoja na mshikamano na kudumisha amani na uthabiti. Kama kuna watu ambao wanatashwishi, wajiulize, waone jinsi wa Tanzania kwa kutumia chombo cha lugha wameungana. Washiriki wamesifu serikali ya Rwanda kwa kuonyesha kuwa kukuza Kiswahili sambamba na lugha zingine za kimataifa hakuwezi kuangamiza lugha zingine asilia. Kwa hivyo utakuta Rwanda watakuwa mbele sana kwa sababu wana lugha 4 au 5 na zote haziwazuii kufanya mambo wanayotaka kufanya. Washiriki kwenye kongamano hili wakiwemo wasomi, wanafunzi na waandishi maarufu wa vitabu vya Kiswahili wametoa michango yao, huku wakiusifu mwamko wa Uganda katika kukuza Kiswahili nje ya taasisi za jeshi na utawala. Lubega Emmanuel, DW Kampala. Na sasa tuingie katika viwanja vya michezo. Barcelona na PSG watafahamu leo wapinzani wao wa nusu finali ya ligi mabingwa Ulaya Champions League. Jacob Safari yuko hapa nami studioni. Karibu sana Jacob. Asante Bruce. Tuanzie Madrid, dimba la Santiago Bernabeu, maridadi kabisa, mojawapo ya viwanja vizuri kabisa, si Ulaya tu lakini ulimwenguni kote. Mashabiki 78,000. Sasa wataujaza uwanja leo. Bila shaka, na paa litafunikwa. Kelele zitotoka nje. Hazitoki nje. Shughuli inafanywa pale. Sasa wenyeji Real Madrid wanahisi kwamba wana fursa ya kufanya kitu ambacho hawajawahi kukifanya kabisa, kupindua matokeo ya mabao 3-0 dhidi ya Arsenal waliofunga wakiwa London. Madrid wamesema kwamba sasa hivi, nikimnukuu Jude Bellingham, amesema kwamba kuna neno fulani ambalo ndio linazunguka miongoni mwa wachezaji wa Real Madrid. Kwa Kihispania hilo neno ni remontada. Kwa Kiingereza inamaanisha comeback, kupindua meza. Kwa Kiswahili ni kupindua meza. Amesema hilo ndio neno ambalo linazunguka miongoni mwao sasa hivi. Lakini Arsenal nao, kocha wao Mikel Arteta amesema kwamba hawaendi kujilinda, hawaendi kulinda uongozi wao, wanakwenda kutafuta ushindi. Ukiangalia kwenye mitandao, kando na hiyo inatoje hilo neno lilosema remontada, pia Real Madrid iliweka video ikiwataka watumiaji wa mitandao kwenye X, walitumia ChatGPT akili hii ya kubuni kutafsiri ujumbe huu. Dakika 90 ni nyingi mno katika dimba la Santiago Bernabeu, na watafsiri katika lugha nyingi zaidi. Sasa unadhani tambo hizi za Madrid zitaingia vichwani mwa Arsenal na kuwavuruga? Bila shaka Bruce, nafikiri Arsenal wameonyesha katika misimu iliyopita kwamba wanapowekwa katika shinikizo wakati mwingine huwa wachezaji wao wanakorogeka, lakini hii Arsenal ya msimu huu inaonekana kwa Arsenal tofauti kidogo. Na kuna vile na wapa nafasi, si wapi nafasi ya kutoa ushindi, lakini na wapa nafasi ya kusonga mbele, ingawa lolote linaweza kufanyika pale katika uwanja huu wa Santiago Bernabeu, kwa sababu wanaweza kuangalia pia Bruce, jinsi mambo yalivyokuwa hata kutokana na mechi za jana. Timu zilizoko nyumbani zinakuwa ni timu ambazo hazitabiriki, na ni timu ambazo zimekuwa na shinikizo kubwa sana. Timu zote za jana tulikuwa, hata sisi hapa studioni tulikuwa tunasema kwamba mechi za jana zilikuwa zimekwisha tayari. Lakini tuliona mambo tofauti, na ndivyo yanavyoweza kuwa. Mabao 3 kwangu mimi katika mechi hii na si mengi. Umetaja Jude Bellingham na wanayosema wenzake pamoja na Vini Junior ambaye yeye aliandika jana katika Instagram kwamba kesho saa 3 usiku, akimaanisha kwamba uko tayari. Sasa hao wachezaji katika mkondo wa London kama waliwekwa mfukoni. Hakuonekana sana. Arteta ana mpango gani leo unahisi kuwadhibiti hawa jamaa? Licha kwamba amesema hawatajilinda. Licha ya kuwa Arteta amesema kwamba hawatajilinda, lakini nahisi kwamba akilini mwake amesema hivyo, maneno ambayo yamemtoka kinywani, lakini akilini mwake anasema kwamba lazima tujilinde, lazima tuulinde huu ushindi. Kwa sababu wasipojilinda, wakienda kushambulia, Real Madrid watapata mwanya na watawahadhibu. Kwa hiyo lazima Arsenal wajilinde ili waweze kufuzu katika hatua
hatua inayofuata. Na kama ulivyosema, wachezaji kama kina Vini Junior, kina Mbappe, kina Rodrigo na kina Jude Bellingham walitua mfukoni katika mechi ya London. Leo hii ndio siku yao, na hizi tambo ni tambo tu, lakini shughuli itafanyika pale Bernabeu. Bila shaka mshindi atakutana na PSG katika nusu finali. Mechi nyingine Jacob ni Inter Milan ambayo ina faida ya mabao 2-1 na wanaokaribisha Bayern Munich San Siro. Mabingwa hawa Italia wanataka kutinga nusu finali kwa mara ya pili kabisa baada ya ile mara ya kwanza walipata kombe hilo mwaka 2010 Jose Mourinho, na walipiga nani? Bayern Munich. Vincent Kompany na kikosi ambacho sasa hivi hasa safu ya ulinzi ina majeruhi, lakini pigo ni kwamba Manuel Neuer ambaye alitarajiwa kuwepo hayupo tena. Huyu Jonas Ubig, kama kweli wanataka